Asante sana kwa kupata nafasi hii ya kuweza kuzungumza na wewe, maana sikujua kama tungeweza kupata nafasi ya kuzungumza na wewe. Huyu mama unayemwona hapa ni mama wangu mzazi. Mwaka 2024 tulinyang'anywa ekari 10, ambayo hiyo shamba tulinyang'anywa kwa kisingizio ya kudaiwa milioni 2, ikauzwa yote, na hela iliyouzwa ile shamba hatukuweza kujua ile iliyobaki waliipeleka wapi. Na juzi walipita wanasheria hapa, tukawasilisha hayo mambo, na tulipowasilisha wakaitwa wale watu wakahojiwa. Walipohojiwa wakasema ile hela iliyobaki haikujulikana mahali walikopeleka. Walivyouza eka 10 wakamlipa ile bwana milioni 3, yule aliyokuwa anadai milioni 2. Na milioni 2 sio ya kweli, ni ya uongo, ili wapate target ya kumuingilia mama ili kumchukulia ile eka 10. Nani aliyefanya hivyo? Ni bwana mmoja anaitwa Maulidi. Yuko wapi Maulidi? Maulidi Fiso. Yuko pale CMOC kule kwetu. Sasa ni eneo gani? Ni kata gani hiyo? Kata ya Mulbado. Tukafukuzwa na huyu mama, tukachomewa nyumba. Mimi nikaenda kulalamika kwa mtendaji wa kata, wakati akiwepo katika hao watu waliotunyang'anya eneo, watu 11. Mtendaji akaniambia, mambo ya kwenu mimi hayanihusu, na usogee mbele yangu nisije nikakupiga makofi. Na bado yule tajiri sasa aliniambia, wewe unajifanya una kierere ya kumpeleka mama kwa mkuu wa wilaya, endapo hii shamba ikirudishwa kwenu mimi nitakufanyia kitu kibaya. Na hivyo sasa leo nimesha thubutu sasa kusema, wewe unafikiri mimi atanifanyaje mheshimiwa? Mimi nilikuwa naomba usalama wangu na huyu mama mrudishie shamba lake, kwa sababu nilishaenda kwa mkuu wa wilaya, nilishaenda TAKUKURU, nilishaenda kwa mpelelezi. Mkuu wa wilaya yuko wapi? Unalifahamu hili jambo? Mkuu wa wilaya ni ofisi, hata kama ulikuwa bado hujaja. Unalifahamu hili jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nalifahamu. Ilikuwaje? Ni kweli huyu mama aliuziwa eneo lake, walikuwa na familia, ugomvi wa kifamilia. Lakini hili swala lilienda mpaka mahakamani, likarudi tena kwangu. Nikajaribu kufuatilia, kwa sababu kama jambo likishafika mahakamani, na maana sisi wakuu wa wilaya tuwezi kuingilia. Mahakama iliamwaje? Walimpokonya hilo eneo. Mahakama? Yani, walimpokonya yule mama aliweka dhamana ya mtoto wake. Lakini bahati mbaya kijana akakimbia. Kwa hiyo mali ile ya mama ikauzwa. Kwa ajili ya hiyo milioni 2. Kwa ajili ya hiyo milioni 2, lakini eneo lake lina ekari karibia 10 au 5, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo pamoja na kwamba huu ni unyang'anyi, ndio mambo ambayo tunasema sio sawa. Nani aliyenunua hilo eneo? Kijana mmoja anaitwa Maulidi, anatokea CMC, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Huo ni unyang'anyi. Huo ni unyang'anyi wa wazi. Milioni 2 wanachukua eka 10 eneo lote. Alafu wameuza na fedha iliyopitiliza, hawajarudisha hata iliyopitiliza. Na wamechoma mpaka nyumba na wanatisha watu. Hebu kesho nitakuwa nafanya majumuisho Mbulu pale. Watafutwe hawa watu. Sawa Mheshimiwa Waziri. Watafutwe wote waliohusika, na huyo mtendaji wa kata ambaye aliidhinisha hilo. Na yeye atafutwe. Bado yupo au alihama? Yupo. Na yeye kesho aletwe pale. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa utekelezaji. Ndio mambo ya kijinga haya ambayo yanaudhi, sio yapende. Watafutwe na huyo aliyechukua hilo eneo aletwe. Kesho kijana, wala usimsumbue mama. Tafuta utaratibu, wasaidizi wangu watakuona. Mpatieni na nauli aje. Kesho pewa na nauli kesho, na wewe uwepo kule Mbulu.